wa vyombo vya habari Tanzania pamoja na waandishi wa habari. Lengo kuu la mafunzo haya ni kuimarisha uelewa wa masuala mbalimbali yanayohusu bima. Pili ni kudumisha ushirikiano baina ya mamlaka ya usimamizi wa bima na sekta ya habari nchini. Lengo la tatu ni kuongeza ubunifu katika kuelimisha umma kuhusu masuala ya bima ili kukuza uelewa wa wananchi kuhusu masuala ya bima. Tunaamini kwamba vyombo vya habari vina nafasi ya kipekee katika kuhakikisha wananchi wanapata taarifa sahihi kwa wakati, kwa lugha iliyo rahisi na inayoeleweka. Kwa hiyo uwepo wenu hapa ni ishara na dhamira ya pamoja ya kuboresha sekta ya bima kwa manufaa ya Watanzania wote. Kila tunapokutana na watu mbalimbali na hata leo katika mjumuiko huu tunapenda kueleza majukumu yetu kama mamlaka. Naomba nitumie fursa hii kukumbusha na kuelezea kidogo juu ya majukumu yetu tuliyokasimishwa na serikali kupitia sheria ya bima sura namba 394. Tuna majukumu yaliyogawanyika katika makundi matano. Kwanza ni kutoa leseni na kusajili watoa huduma za bima nchini. Wako watoa huduma wa aina mbalimbali. Tunatoa leseni kila mwaka, leseni za muda mfupi, leseni za muda mrefu kwa kampuni za bima katika sekta ya bima na kujenga uchumi wa nchi kupitia mifumo madhubuti ya kifedha. Mabibi na mabwana, kwa wale ambao huenda mnakutana nasi, yani TIO, kwa mara ya kwanza, napenda kuongea kifupi tu kuhusiana na ofisi hii. Ofisi ya msuluhishi wa migogoro ya bima ni chombo kilichoanzishwa kisheria, sheria ya bima sura ya 394, kikiwa na jukumu la kusuluhisha migogoro ya bima baina ya wateja wa bima na kampuni za bima kwa njia mbadala isiyo ya kimahakama. Kabla ya kuanzishwa kwa ofisi hii, wananchi wengi na hata watoa huduma za bima walikuwa wakipata changamoto kubwa kupata haki zao kwa wakati, bila gharama na bila urasimu, haki zao katika eneo la bima. Leo hii TIO imekuwa kiungo muhimu kati ya wananchi, kampuni za bima na serikali, na imechangia kwa kiasi kikubwa katika kuimarisha uwazi, uwajibikaji na ufanisi katika utatuzi wa migogoro ya bima hapa nchini. Mabibi na mabwana, lengo kuu la uwepo wetu hapa leo pamoja nanyi sisi TIO, pamoja nanyi wahariri wa habari, ni moja: kuweka msingi imara wa ushirikiano kati ya TIO na vyombo vya habari. Au kwa lugha nyepesi, tunataka kuijenga Tanzania yenye uelewa mpana zaidi kuhusu haki, wajibu na taratibu za kudai fidia ya bima. Vyombo vya habari vina nafasi ya kipekee katika kufikisha elimu sahihi kwa wananchi kuhusu hatua za kudai fidia ya bima, kusaidia kupunguza malalamiko yasiyo na msingi kwa kutoa taarifa sahihi, kuelimisha umma dhidi ya udanganyifu wa madai ya fidia ya bima au insurance fraud, na kuimarisha uwajibikaji wa kampuni za bima kupitia uandishi wa uwazi na wa haki. TIO inatambua nguvu mlizonazo na tungependa leo
tuanzishe ukurasa mpya wa ushirikiano ili kuboresha zaidi mazingira ya utatuzi wa migogoro ya bima kwa maslahi ya Watanzania.